Rais wa Marekani Donald Trump amesema hakutaka kufanya mkutano wa kupoteza muda na Rais wa Urusi Vladimir Putin baada ya mpango wa mazungumzo ya ana kwa ana kati yao kuhairishwa. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House Washington Jumanne ya Oktoba 21, 2025, Trump ameeleza kuwa sababu kuu ya kuvunjika kwa mpango huo ni msimamo wa Urusi wa kukataa kusitisha mapigano nchini Ukraine. Trump amesema haoni maana ya kukutana ikiwa hakuna nia ya dhati kutoka kwa upande wa Urusi kuleta amani. Awali, afisa mmoja wa White House alithibitisha kuwa hakuna mipango ya mkutano wowote kati ya Trump na Putin katika siku za karibuni. Hii inapingana na kauli ya Trump aliyotoa Alhamisi iliyopita ambapo alieleza kuwa mazungumzo kati yao yangefanyika Budapest ndani ya wiki mbili. Tofauti kubwa kati ya mapendekezo ya amani kutoka Marekani na Urusi zimeanza kujitokeza waziwazi wiki hii, hali iliyozidisha mashaka kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa mkutano wa kilele baina ya viongozi hao wawili. Mpaka sasa Urusi inaendelea kushikilia baadhi ya maeneo muhimu ya mashariki mwa Ukraine, huku Marekani ikisisitiza masharti ya kusitisha mipango kama msingi wa mazungumzo yoyote. Marekani pia imeeleza kuwa haitakubali makubaliano yoyote yanayohalalisha uvamizi wa Urusi. Hali hii ya kukataa kufanya mkutano inaashiria mvutano mkubwa wa kimkakati juu ya mustakabali wa mazungumzo ya amani. Urusi inasisitiza nyaraka za masharti yake kuhusu kusitisha vita, ikiwa ni pamoja na udhibiti wa eneo la Donbas, wakati Marekani na washirika wake wanataka kusitisha mapigano kwa mstari ulio sasa kama msingi wa mazungumzo. Trump ameanza kuonyesha msimamo wa kusitisha mapigano na anasisitiza kuwa uchukuaji wa ardhi wa Urusi nchini Ukraine haukubaliki, lakini Urusi imeeleza kuwa haitegemei kubadilisha masharti yake yaliyowekwa tangu kikao cha kwanza cha viongozi hao Agosti 15, 2025 Alaska. Wakati huo huo, nchi za Ulaya na wafuasi wa Ukraine zimesema wanamuunga mkono msimamo wa Marekani wa kusitisha mapigano mara moja na kuwa mstari wa mapigano ulio sasa unapaswa kuwa msingi wa majadiliano ya jamii. Hata hivyo, endapo Trump angeendelea na mkutano bila kupeleka makubaliano ya dhati na Urusi, kuna wasiwasi mkubwa kwamba mkutano huo ungeweza kudhoofisha ushawishi wa Marekani na kusababisha Urusi kutofuata sheria za amani. Risasi Mohamedi, Jambo TV.